Enos Amanya Ngala anayejulikana pia kama Haleluya, ambaye ni mmoja wa washukiwa 94 katika kesi ya mhubiri wa kanisa la Good News International, ametoa ushahidi mzito mahakamani akielezea aliyojiri katika msitu wa Shakahola, kaunti ya Kilifi. Akitoa ushahidi wake, Enos alidai kuwa alivutiwa na mhubiri wa mahubiri hayo baada ya mkewe kumwona kwenye runinga. Aidha, alisema familia yake ilianza kuhudhuria ibada katika kanisa hilo katika maeneo mbalimbali nchini kabla ya kujiunga rasmi. Enos aliambia mahakama kuwa akiwa Shakahola alifanya kazi ya ulinzi na uchimbaji wa makaburi, hali iliyomruhusu kula chakula. Kwa mujibu wa ushahidi wake, watoto wake 6 kati ya 7 walifariki dunia baada ya kulazimishwa kufunga. Aidha, alidai kuwa waliokuwa wakifariki waliitwa mashujaa na watakatifu, na kwamba waliobaki hai walihimizwa kuendelea kufunga kwa madai kwamba waliotangulia walikuwa wakiwasiliana nao kupitia ndoto. Kesi hiyo itaendelea, ambapo Enos anatarajiwa kuhojiwa na wakili wa utetezi kabla ya mahakama kutoa mwelekeo wa hatua zitakazofuata. Hawa 5, maana wale nilishuhudia, maana huyu Eja na huyu Haruni nilipowapata mama akaniambia hawa watoto na kuhitaji wabebe. Nikabeba tu watoto kwa uchungu na vile wanavyokuwa, sababu mama alisema wameamua wenyewe wanataka kwenda kwa Yesu. Basi mimi nikabeba mtoto, ndio sawa. Kusema baba utakuja, nikasema mimi nitakuja kwa Yesu, lazima mimi nifike kwa Yesu, au mimi niliamua maisha yangu kwa Yesu. Alafu ukawa wao hili ndio niliwapata hao kama bado hai. Nilipotoka baadaye nilikuja kuitwa nikiwa niko kwa security. Mama alikuja kuita mtoto mmoja ameaga, naye ni mkubwa anaitwa Snyder.